Dr. hii ni tafsiri yake mara 6 kwa mpinzani wako. Inauma sana, inauma, ni maumivu makali sana ambao haielezeki. Sawa nafanya operation ya jino bila ganzi. Maumivu yake ni makubwa sana ambao tumeyapata wao mara 6 sasa watafunga ngapi. Sema nini tena? Manake tumezoea kutosha. Tutajia leo tupindue meza tuweze kuwa kupata ushindi kushindikana. Tumeshinda vizuri first half. Nafasi tulizopata tumeshikilia vizuri. Idara yetu ya shambuliaji ilikuwa bora sana leo ambao kiongoza Steve Dese Mkwara, lakini hakuwa bora huo kutumia nafasi ambazo tumezipata. Lakini base yetu imekuja second half, tumecheza comeback ya maana, tukaweza kupata nafasi ya Pakome kwa score. Nafasi ile ilikuwa ni offside ambako Pakome alikuwa ndio offside position, lakini amejaribu kuweza kwanza nipongeze kiwango cha soka kimekuwa sana. Shirikisho letu la mpira wa miguu Tanzania tumepatikana umeshika mpira kule box penalty akifalia kuamua hivyo kaamua kutunyonga. Shomari Kapombe amefanya mazambi kule box na Yanga akiwa na mpira refalia ameenda kumpa kadi ya njano baada ya kumpa penalty. Niseme yote hayo yamepelekea kupoteza mchezo, lakini wenzetu leo walikuwa bora kipindi cha pili. Nafasi 6 ambazo wametengeneza, moja wametumia vyema. Tuwapongeze kuweza kubalance kwa bingwa wa ngao jamii. Sisi Simba tulikuwa kucheza timu tunao nzuri, mimi kwa jamii kiwango chetu cha soka kimekuwa kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo chukua fursa hii Rais Dr. Samia Suluhu kali nzima kwa ujumla kwa mpira wa miguu kwa kazi kubwa na kazi nzuri ambayo maandalizi yake yalianza kwa kati. Mimi hiyo huko ni watu funga, lakini kwa kikosi tuna kikosi kizuri kwenye sekta ya michezo, lakini ujenzi wa viwanja, uboreshaji mzuri wa uwanja huu kama unavyoona umeboreshwa kwa kiwango kikubwa sana. Ujenzi wa viwanja vipya ambao unaendelea, kuna imani kubwa soka Tanzania kesho itakuwa ni ajira kubwa sana kwa taifa na tumekuwa faida kubwa sana kwa Tanzania na mataifa mzuri iweze kujiona. Tuwe kama mdau wa mchezo ukiwa na Walifadwa anatakiwa kusaidiwa. Kwa mara kadhaa mlikuwa mnalia na viongozi. Mlikuwa kwenye hili viongozi wanapaswa kujidasika. Hapana, mimi siwezi kuzungumzia viongozi kwa hili. Wote mpira tumeona hapo mchezo. Kiongozi na usikaji pale. Tumenyima penalty na liga. Kiongozi na usikaji. Tumenyima penalty mbili na ligi hii. Kiongozi na usikaji. Aliyefunga ni Pakome. Kiongozi na usikaji. Kwamba sisi wao wamekuwa bora kwa pili. Na tumekosa umakini kidogo tukionea mbili. Ndio kwa nafasi ya goli na kuweza kuongoza. Ni kweli mwalimu anaendelea kwa ile mpango wa Sahara alikosa kuona mara baada ya kipindi kwanza kisha kufanya sababu Steve Dese Mkwara alifanya sababu ya kesi mali mwalimu mara baada ya kipindi kwanza kumalizika. Lakini pia mchezaji hapa Asante Maono Kante alifanywa kwa sababu mapema, lakini hata timu chaza wala leo alikuwa kwenye bora wake alikosa kuona mapema. Kisha sababu zilifanyika dakika 5 za mwanzo za kipindi cha pili. Inawezekana leo angalia muda mchache ambao amecheza sema Mwalimu Gomez kuendelea mbele. Kuna uhai kidogo ameuleta na inaonyesha kwamba kuna uhai na kitu ambacho nacho. Pengine angecheza muda mrefu ingeweza kuingia leo kipindi. Wakati kama hiyo X Factor bado wakisema X Factor bado wengi wako Simba. Isipokuwa leo tumesikia sio lazima bila beji. Leo tumesikia na hasa kwa kwanza kwa bora zaidi yake, kupita pia kwa bora zaidi yetu kwa bora anaweza kupata matokeo. Unaelewa? X Factor wengi Simba wapo. Ukiangalia tumecheza vizuri sana bwana. Kupita kwa Yanga katika wote. Unaelewa? Tumecheza vizuri isipokuwa hao walikuwa kupita pili, makini, kutumia nafasi na score. Sisi nafasi kubwa tunapata na wazi. Dr. tuambie sasa. Tunaangaza kwa kesho hili na Mungu. Hapana, tutafunga na Boloni. Boloni tutafunga na Simba na Arsenal. Tutakuwa na mdogo sana. Hapa pia ndio bora mchezaji yule kule. Fitness wanasema baadhi ya wachezaji. Hapana, isipokuwa kwa mtu kama Hamza ambaye
dakika za mwanzoni labda alikuwa na shida yake nyingine, lakini wachezaji wengine wamecheza vizuri isipokuwa Yanga alikuwa bora kipindi cha pili. Kwa hiyo tumefunga timu ambayo ni bora. Kipindi cha pili ni bora. Mpira. Kwa kama alikuwa bora ni bora kaza. Watu wasifikiri Simba timu nzuri ambayo inahitaji muda. Wenzetu Yanga Afrika tunaona leo first half tunaanza wale kosi ya msimu uliopita. Nini maana yake? Maana yake ni wachezaji ambao wamezoeana, wamekaa muda mrefu. Hiyo ni advantage ya mechi kama hii kubwa adabu kwa sababu ina pressure, inahitaji matokeo. Kwa asilimia 85 kwa kosi cha wageni. Maana yake wageni wanahitaji muda. Ndio maana mwalimu baada ya Yanga kupata goli ndio maana alikuwa wageni wake kutapika kwa mazoezi. Dabi na pressure. Sasa kama tunapambana vizuri, hapa tunapata hilo. Tutakuwa na msimu mzuri, makosa